Na majira ni saa sita saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Unasikiza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV na vilevile unasikiza matangazo yetu kutoka Mutula FM maeneo ya Shabunda. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga, baba la baba, the one and all in town, DJP, mzee wa Ngwasuma. Tuko tarehe 22 za mwezi wa 5 2026. Hiki ni kipindi Baraka1 6 ambacho kunasikiliza kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukrani za dhati kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko natusikiliza kwa sasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia FARDC na wazalendo wanafanya kazi kubwa na wako pembezoni kabisa kuingia ndani ya kitongoji cha Rubaya. Kwa upande wa milima ya nyanja ya juu, Mikenge, Alenge, Point Zero, Minembwe, kazi bado iko nazidi kufanyika ya FARDC na wazalendo kujaribu kuwaondoa pale magaidi wa M23. Baadhi ya vijiji kwa sasa viko mikononi mwa wazalendo na FARDC huko jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya tarafa ya Masisi, wakiendelea kutongana na magaidi wa M23. Niliwahi kukuletea taarifa kuhusiana na Kamanda Zam ambaye alikuwa ambaye ni mtu wa NPCC ya Kimzee William Mamuli ya Kutumba, na kama kuna chochote ambacho kilitokea huko maeneo ya Fizi, kilima cha Mitambo, ikiwa ni juu ya Makobola, alihusika kuwazuia M23 pale ni nani? Ni yeye Kamanda Zam. Umeweza kusikiliza kupitia Mwangaza TV muda wote huu wa mchana, na tutakachokifanya hapa tulikwenda kumtembelea, na kama jinsi tunavyojua tuko na Operation Saidia Muzalendo. Kwa hiyo tulitumia kwanza nafasi hile kupitia Operation Saidia Muzalendo kutanana na Kamanda Zam, tukampea kile ambacho tulikuwa tuko nacho. Envelope yake ilikuwa pale, saki yake ya unga, hema, na baadaye tukaweza kuzungumza naye, akatuambia mambo mengi. Unajua, katika mambo ambayo Zamu alizungumza, machache watu wanakuwa hawawezi kuyaamini, lakini kwa sisi ambao tunajua uwezo wa wazalendo na nguvu ambazo wako nazo, basi inakuwa ni rahisi sana kutokubisha. Ila kwa wale wasiojua, ndio unaweza kukuta watu wanabishana, wanapiga kelele, lakini hatuna budi kupotezea, kwa sababu ukweli wote sisi tunaujua. Niliwahi kuzungumzia hii story kwamba kuna kamanda anaitwa Zam, alipigana na wanajeshi 15, badala yake walikuwa ni wanajeshi 16 na yeye kamanda ndio wa 17. Wakawazuia M23 zaidi ya 1000 ambao walikuja wakijaribu kupasua njia maeneo ya Mitambo waweze kushukia Swima na wengine washukie wa Mnene. Hii ni vita kubwa ya kihistoria ambayo haitosaulika. Katika yale mapigano ulikuwepo wa Somalia, wa Sudan, Waganda, wa Nigeria, mpaka wazungu walikuwa upande wa M23. So haya yote hizi zote ni habari ambazo ukiambiwa utahisi kwamba ni story, lakini ni uhalisia. So ungana na Baraka1 TV. Nitakuletea tu kipande kidogo hapa ambacho utasikiliza tulivyoongea naye, lakini ili kupata hii interview yote part 1 na part 2 zote ziko Mwangaza TV. Chelewa? Na hii ambayo nitaona kuwekea hapa iko ndani ya part 2, na pia utasikiliza kwa sababu tuliongea na mtu wa Croix Rouge. Kwa wale ambao walifuata habari zetu za Amka na Baraka1 TV, wakati Croix Rouge anasimama sasa nataka kwanza kuongea, ndio tukawa tumekatia hapo. Kwa hiyo uhondo usikuishie wote. Kwa hiyo ukitembelea Mwangaza TV utakwenda kumsikiza Croix Rouge alisema aliona nini, alizika watu wangapi kwa upande wa M23. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok,
like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati. Usikose kushare na kusubscribe Mwangaza TV. Tuanze na hali ambayo imetokea huko kwenye uwanja wa mapigano kati ya M23 na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Vijiji kadha wa kadha kwa sasa vimeingia mikono ya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarafani Masisi, jimboni Kivu ya Kaskazini, na hiyo ni baada ya kuwapiga magaidi wa M23. Katika baadhi ya vijiji, asubuhi tumekutajia vijiji visipungua vitano, lakini kuna vijiji vingi ambavyo vingine pia nitakwenda kukutajia hapa. Kuna Kibabi ya pili, kuna Nyamaboko ya pili, kuna Ufamando, kuna Kambule, kuna Lwindi, Nyalipe, vilevile Mufyumi, Kibabi nilikutajia hiyo. Haya maeneo ambayo yalikuwa chini ya M23 ila kwa sasa yameingia mikono ya wazalendo baada ya mapigano makali kati ya FARDC wazalendo dhidi ya magaidi wa M23. Ili Rwanda kuweza kusekirize maeneo ya Rubaya, ripoti zinasema kwamba M23 wametoka Rwanda, wameingia Bukavu, wakarudi Rwanda, wakazunguka upande wa Goma. Na hivyo lengo lao ni nini? Ni kutaka kwenda kurenforce kule Rubaya. Kwa hiyo wametuma vikosi vingi kwenda kujaribu kurenforce Rubaya ili wazuie FARDC na wazalendo wasiingie mwile kare minie ya Rubaya. Rubaya kuna chimbwa madini aina ya cobalt. Cobalt ni madini ambayo yanauzikana duniani kwa gharama kubwa, na nchi pekee ambayo inazalisha hayo madini barani Afrika kwa wingi ni DRC na duniani kote vile vile. Sasa M23 wanatumia nafasi hiyo kuweza kujichumia fedha za kutosha, kwa sababu haya madini wanayapeleka kwa nchi jirani ikiwemo Rwanda, ikiwemo pia Uganda na vile vile ikiwemo Kenya. Hizo ndio nchi ambazo zinashirikiana na Rwanda kwa kuuza biashara haramu hizo, na kisha zinakwenda kwa jina ya nchi husika, alafu nchi hizo zinanunua silaha na baadaye hizo silaha ndio zinakuja kuwasaidia magaidi wa M23. Jana kufika majira ya jioni, M23 walipoteza pia maeneo ya Chugi. Chugi ni pembezoni kabisa mwa Rubaya. Kibabi vile vile ni pembezoni kabisa mwa Rubaya. Hivyo hatari ya Rubaya kuanguka mikono ya FARDC na uzalendo inakuwa ni kubwa, tofauti na jinsi ilivyokuwa inategemewa hapo awali. Kwa sasa vikosi vya serikali viko vinajiimarisha usiku na mchana, licha ya uwepo ama habari ambazo ziko zinazagaa za kusema M23 wamejiongeza, wanakuja kwa wingi, lakini pia msisahau wakati M23 iko najiongeza, huku vile vile serikali ya DRC na yenyewe pia iko najiongeza maradufu ya M23. Kwa kuweza kudhibitisha haya ni kwamba FARDC na wazalendo kwa sasa hawana mzaa tena. Nafikiri wakati wa mchezo umekwisha. Kinachobaki sasa hivi ni kuweza kuonyesha uwezo na nguvu ambazo wako nazo kwa ajili ya kuweza kudhibiti maeneo ambayo yako mikono ya M23. Target kubwa ni kuhakikisha kwamba kila sehemu ambako kuko M23 kwa sasa kunadhibitiwa na kunaingia mikono ya FARDC pamoja na wazalendo, ikiwemo Rubaya. Wakati Rubaya itachukuliwa, itakuwa ni hatua moja muhimu sana na kubwa itakayowapa nguvu za kutosha FARDC pamoja na wazalendo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia
ya Kongo. Tukiachana na Rubaya, tukija jimboni Kivu ya Kusini tarafani Fizi, kwa sasa baada ya drone ya M23 kupiga na kuharibu shule na hospitali maeneo ya Mikenge na kupiga point zero na kuwaua pia raia wasiokuwa na hatia, operation ya kuendelea kusafisha M23 Twigwa na already Tabara ili kuelekea Minembwe bado iko inafanyika. Kwa sasa hivi usafiri umekuwa ni halali na uko rahisi sana kutoka Baraka kufika mpaka point zero mpaka Mienge mpaka Alenge na kuingia mpaka Bibokoboko. Kote mazingira yako mazuri kwa sababu serikali imeimarisha, imeweka namna ya wananchi kuweza kusirkule librement na biashara zao. Biashara zinafanyika, uchukuzi unafanyika, kwa hiyo hakuna shida kabisa. Operation ambayo hiko ilobaki pekee ni FRDC kufonse mpaka kwenda kuangoa M23 ndani ya Minembwe. Hilo ndilo jambo kubwa na nyeti ambalo sasa hivi liko linashughulikiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aya, sasa nakupa nafasi hii uweze kumsikiliza Zamu, msikilize Zamu kidogo. Tutamsikia kidogo tu, kisha mengine yote tutakwenda kutizamia kule Mwangaza TV. Unajua mambo ni mingi. Hii story za Zamu ni ndefu sana. Story za Zamu ni ndefu sana. Tunakusikiliza Mwangaza TV. Hebu tusikize Zamu. Na tuko na habari wako natuambia, wako wanasema tena Shabaya wanapenda wafike tena pale walipigiwa baangalie ni. Sisi tuko tayari. Bagi wafanye remix. Tuko tayari. Wakishuka ile njia tutapigana tu. Return ndo mache. Wanapaswa tu watusaidie vyombo kama walipigwa na watu 17. Hivi ndio wataweza na kusha kuwa nani dunia yote baibu na wengine wote washofa. Hapana, hawataweza. Tunaona tu ni mawazo makazi bure ile bwana. Changamoto nyingine yenye ilitokea hapa kuhusiana na iko pirema militaire lakini usi FRDC na wazalendo muko na mahusiano gani? Situ mambo ya wasije frema, hatuna shida nao, tunatumika pamoja. Kwa hiyo mimi naweza sema juu kwa juu ya baibu njoo nitumikaka nabo mviki frema, sikuona shida. Kwanza ile wakati wako wananiita komanda wa koti, nilikuwa navaa koti koti ya mrefu hivi, nianza vita nayo hapa Makobola mpaka kule. Wakibako ona moto tu anamuuliza uko soda wa nani? Niko soda wa Nzamu. Nzamu ile wakoti ya sawa, hakuna shida frema, hatuko na shida nao, tuko sawa sawa, tuko tunatumika pamoja. Nizungumzie coalition ya CNPCC ya mzee William Wamuli ya Kutumba. Katika historia yako ulisema kwamba mzee ya Kutumba alikukuta deja uko jeshi na ulikuwa kuna wanajeshi wako. Ile tabia ya baadhi ya makamanda alikuwa iko mu coalition, akishakuwa na jina swate, unaona anajitoa na anaenda anaanza movement yake. Selo wewe unaona kama ile ni tabia ya kiutu, ni kujenga ama ni kuharibu kazi? Sasa wasije tunatumika na mzee, tunaona ni mtu wa kujenga. Kwa mimi naweza kusema mimi niko mfrere, hata wengine wa frere wananifuatilia toka kwa mzee. Mimi nikamwambia mimi sina kijeshi ya Kabila, niko jeshi wa Kongo. Mimi sina jeshi ya Kabila, niko jeshi ya Kongo. Nitatumika na wewe mzee, nilijiunga naye. Kwa hiyo naona tabia zake ni za kujenga kijeshi. Ndio maana siwezi kusema kwa wengine wanaweza kusema vile, lakini wasio wako ndani naye ni mtu wa kutumika kazi. Lakini watu washakuja wanakuambia toka kule, achana na kule, njoo tuanze. Sana wengine wafulete, wengine tunatumika na wale zamani wa kivena, na wengine wanatumika na mtu anganja, acha naye. Mimi nikatalaka, sitatoka kule, nitaishi pa labda yeye peka ni focus. Toka Nzamu, toka naweza toka, lakini bila kunifocus siwezi kutoka. Natumika naye. Kuko nafikiri hili ni swala la uongozi zaidi, kwa sababu ni CNPCC yenyewe ndio inachukua kujua identification ya basoda zamu iko na bangapi, iko na bangapi. Hivi kwenye tuko tunaelekea aliri ya vita gisi huko naiona inaenda kuisha ama tungali
na vingine vya kufanya. Sasa ile siwezi kusema vita nataka kuisha. Kwa jo huko milimani tulitokaka Minembwe vita kingali. Unaona aba ndugu zetu Banyamulenge tuliishi nabo zamani sawa, lakini kuwa na moyo ngumu njoo kana kokota wa Rwanda. Sone hii vita na hata mbarabara hivi tunaweza kusema vita inapunguka, lakini wazetu wako milimani bako na vita. Leo tuseme hapa Kupwezero, Karingi, Mikenge, Rugabano, Muramvya, Rugezi, ile mingine yote iko na vita. Hatuwezi kusema sasa vita inaisha. Kwa hiyo tukiwa tunasikia masasi na enali. Umo barabara ndio tunapungukiwa. Lakini watu wasio tuko kule kumilima Mitambo, Kiringi, Kirambi, Rusoro. Tunachunga garde kule hiyo. Kwa hiyo ya nini? Tunashakia ndugu zetu bishaka. Eske unaamini kwamba hao watu watakubali kuweka silaha chini? Kuna tangazo lifanyika kule watu bunduki chini nakataa. Munyamulenge wasitu lishaka navo. Silaha yako itia chini hivi ngaja. So awes nini kifanyika? Tuendelee kupigana? Wakipenda tuendelee kupigana tutapigana. Wakiendelea hata mie waseme silaha leo tusitie chini. Niko tayari. Kwa juu kama tulikamataka silaha nibo walibirataka. Kama watu wa Rwanda waingiaka nibo waseme leo Munyamulenge anachia silaha chini, mimi sina minute atako. Donc sisi tunasubiri kwamba wao wakiwa tayari kutia chini na sisi tunatia chini. Haraka sana tunatia chini. Na kama wao hawapendi kutia chini ni moto tu. Hapana, na mimi siwezi kutia ile moto, naendelea tu. Na serikali sasa hivi itakuwa kuna kuangalia surtout nitaka kutuma message kwa commandant region. Commandant region dunia. Huko na message yote yenye unaenda kutuma kwake. Mimi message naweza kutuma kwake ni kusaidia. Vraiment atukumbuke. Wasiye ajabu kwanza nilionaka hii wakati ya franga. Kuko wasoda banaitwa wa mzalendo. Wamo habafanye kazi. Ndio ba kwanza kupokea franga. Wasiye kama niko munene sai niko munene kwa mtoni naitwa Kabuku. Mzee ni achaka pale bakia kwanza pale na wengine wasoda wetu wako Foro, Kiriba, Runingo, Kikosi. Akaniacha pale. Wasiye ndio tulipataka sabuni ya kidogo nyuma. Lakini mzee wa rejo anapasha kwanza mwe mko mnatembea anabauliza ni banani batumikaka hivi na hivi na wanani wanaweza tumika hivi. Wanapata sabuni hapo kawaida wanapokea. Ndio message naweza tumia mzee na kusaidia yoma. Tumalize na message kwa chef de l'etat Felix. Hata kwa mzee wa nchi. Mwenye nchi. Baba yetu mwenye nchi. Message naweza mtumie. Atukumbuke wa mzalendo. Atukumbuke wa mzalendo. Tuko watu wa chama ya mzee ya Kutumba atukumbuke. Na hapa tuko hata tumane watu aulise wale watu bako pale Kabuku Munene. Bakifika tu Munene wanauza kaya Munene. Batukumbuke. Kwanzamu. Ile jina ndio inajulikana Kwanzamu. Ananikumbuka kwa jinsi tulifanya kazi ya kuzuia adui yako mitaa. Hiyo message naweza tumia president atukumbuke. Asante, tunashukuru sana bwana. Sisi tunaishia kwanza hapa kwa maongezi yetu na Kamanda Zamu. Nakumbusha tena kusema kwamba jamani, kama kuna yoyote tofauti kwanza na serikali, nataka nizungumze na watu wa Uvira na wa nje ya Uvira. Kama kuna yoyote mwenye anaenda kuwa anasema kwamba bwana, mimi nataka nimtembelee Kamanda Zamu, swate kwa sabuni yako ambayo wewe unataka umletee yeye kama shukrani kwa kazi ambayo alifanya, nafikiri tuko disponible. Utafanya hivyo na itamfikia Komanda Zamu. Chochote kenye utataka kufanya kwa ajili ya Zamu. Hebu ngoja nikwambie, watu 17 wanazuia watu karibia 1000 na wanawazuia huku. Ndio hii vita ilizuilika huku juu baada ya wao kuwa wamesimama. Sasa sioni kama kutakuwa kuna pingamizi jingine kusema kwamba tunamkumbuka Komanda Zamu kwa sabuni. Iko na vijana, unaona iko na vijana wengi. Sisi tunafanya operation yetu lakini watu wengi ni wengi. Kwa hiyo tukiwa saki moja wako hivi wengi. Tulianza depuis hivi vita inaanzaga na sie tushachoka na kutoka. Hatuwezi choka.
Haya bwana, ili kupata hizi taarifa, ili kuweza kusikiliza hizi habari za Kamanda Zamu, tafadhali sana ndugu yangu usikose kutembelea Mwangaza TV. Narudia tena, usikose kutembelea Mwangaza TV. Ingia tu hapo kwenye description, hapo description pale kuna link, huko link ya Mwangaza TV, huko link ya hii kazi ya Zamu alifanya ya kwanza na ya pili, zote ziko pale. Kwa hiyo ukitembelea pale itakutupa moja kwa moja na utaenda kukutana na hizo kazi ambazo Zamu alifanya. Ni kazi za kipekee sana. Sasa hapa ndo nataka nizungumze na wananchi kwa sababu nimesikia kuna watu wameanza kuleta bla bla, ukisikia comment watu wanakutumia message inbox kujaribu kubisha kile ambacho mtu hakijui. Unajua uelewa ni nini? Kuna vitu ambavyo mtu unaweza kubisha kwa sababu hauvijui, ndio? Na haya maswala ya kupigana, maswala ya vita ni maswala ambayo yako very complicated. Unaweza kujiuliza kwamba kwenye risasi iko inalia, lakini kuna watu wanapiganaga vita na vita. Tena lingia moto wa frontman ya hali ya juu. Unaambiwa unapigana ku 15 metre. Sawa? 15 metre. Moto inalia. Lakini mtu una survive, unatoka mzima. Sio mara moja, sio mara mbili. Sasa utashangaa kuona wanajeshi 17 wanazuia wanajeshi zaidi ya 1000. Huwezi kushangaa. Huwezi kushangaa. Ni kitu ambacho kiko kinafanyikaga. Haiko sinema. Unaona wazalendo wako tofauti sana na majeshi mengine. Uwezo ambao wazalendo wako nao ni uwezo wa kipekee sana tena sana. Hili swala ndugu zangu nimekuja kuliona na nimeliamini. Mzalendo ana uwezo mkubwa sana sana, tofauti na jinsi wewe uko unafikiria. Mzalendo anaweza kupigana wakiwa wako watano na wakawazuia M23 zaidi ya 500. Hilo liko clear. Liko wazi kabisa. Unajua kwa nini? Mara mingi nasemaga hivi, mtu mwenye kuwa na cha kupoteza apendaga kipoteze. Mtu mwenye hana cha kupoteza anapendaga kuharibu. Unaona M23 wao wako na kitu ambacho hawatapoteza. Kwa hiyo kuharibu vitu, watu kwao haina shida. Sasa sisi tuko na cha kupoteza ni ardhi. Sawa? Sisi tunapoteza ardhi. Endapo tutashindwa kudefend hii ardhi, tunapoteza. Tukishapotea tunakuwa ni wageni wa nani? Kwa hiyo tuko na ile determination. Tuko kwetu. Kwa hiyo tunajua mipango, tuingilie wapi, tutokee wapi. Sawa? 3, tuko na Roho Mtakatifu anatembea na sisi na mababu pia wako pamoja na sisi. Kwa hiyo tuko na protection divine yenye iko inasirikile mubichwa ya wazalendo, na ndio maana unakuta inakuwa ni ngumu kwa wao kushindwa, licha ya kutokuwa na silaha nyingi, pika M1 na mortier moja, lakini zilizuia zaidi ya 1000. Walikuja kufata ramforo ya Maibu baadaye sana, washapigana siku 4. Aoni kama ilikuwa ni defense moja nzito ambayo inastahili kupewa maua yao. Lazima pewe maua yao, lakini wanakuta mtu tu anabisha just for no reasons. Ameamua tu kwamba abishe, haiwezekani, hawezi kuresist watu 1000, watu 17, anabisha tu. Sasa na mtu akishabisha utamfanya akibisha unamwacha nabisha. Unamwacha nabisha, lakini kwa wewe ambaye unajua reality unabakia tu huko unamcheka. So nafikiri tuishie kwanza hapo kwa sasa hivi. Mengine tukutane na majira ya saa 9. Saa 9 ndugu yangu, tutakuwa tuna mambo kaza wa kaza ya kuzungumza. Nafikiri kusana na masuala ya Zamu utayafuata huko Mwangaza TV. Nilitembelea pia Makobola. Ya Makobola pia nilizunguka sana Makobola, kuna mambo mengi ambayo yamefanyika pale Makobola. Kwa hiyo tutakwenda kusikiliza hapa kupitia Baraka1 TV majira ya saa 9. Tulizungumza na kiongozi wa village ya Nkamba, groupement ya Nkamba, kwa Makobola ya kwanza ngambo ya Uvira. Alizungumzia development yenye anataka kufanya Makobola tusa. Ni kijana, bado kijana mdogo,
Kwa hiyo ni moja kati ya chef de groupement wadogo sana mu territoire mu province ya Sud Kivu, ikiwa territoire ya Fizi pamoja na Uvira. So utapata nafasi pia kuzungumza naye ili tusikie nini ambacho kilifanyika, na vile vile tuna mambo mengine muhimu tutazungumza kuhusiana na siasa ambayo iko inaendelea DRC.